Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu tujifunze HTML kwa Kiswahili. Ikiwa bado tupo katika mwendelezo wa kujifunza jinsi ya kutengeneza layout, leo tutaingia kipengele cha main. Main ndio kipengele kinachobeba sehemu kubwa zaidi katika ukurasa wa website. Katika main ndio sehemu ambayo maudhui kuu inabebwa au inaonekana. Maudhui kama vile picha, maelezo, video na vinginevyo. Hapo ndipo sehemu ambapo tunaviona. Tupo pamoja? Sasa tuende kwa pamoja tukaangalie jinsi tunavyoweza kukiweka au kukitengeneza kipengele hichi cha main. Okay? Kama kawaida, baada ya nav tutaanza na element au tag ya main. Hapa main. Okay? Ndani ya main tutaandika section, element ya section. Ndani ya section tutaandika div plus, tunaweka card, wewe utaweka unaotaka. Okay? Ndani ya div hii nitaandika heading 2. Heading 2 naandika neno karibu. Okay? Karibu, twende katika browser tuone kwanza. Okay? Hapa. Okay. Karibu hii hapa. Okay, tunaendelea. Baada ya heading 2 tunaingia paragraph. Paragraph, kwa sababu ya muda tayari nimeshaandaa maneno, nitaenda tu copy haraka na kupesti katika sehemu husika. Okay, hapa. Haya. Copy na kuja kupesti sehemu hii hapa ya paragraph. Okay, haya hapa. Kuja tuweke sawa hapa. Tuweke sawa, okay, vizuri. Okay. Baada ya hapo nakuja katika browser hapa, nakuja kufanya browsing kuona kwamba hii ni platform ya kujifunza HTML na CSS kwa Kiswahili kwa njia rahisi na ya vitendo. Tupo pamoja? Baada ya hapo, baada ya paragrafu nitaweka linki, taanza na href. Hapa nitaweka alama rel kama kawaida. Hapa nafunga. Ndani yake nitaweka class. Class hii itakuwa na jina la btn. Hapa katikati nitaandika anza kujifunza. Tupo pamoja? Baada ya hapo nakuja kurefresh page yangu hapa. Okay? Tayari tunaona linki hapa, anza kujifunza. Baada ya hapo tutakuja kuandika div nyingine hapa chini ya div hapa, na tutaipa class pia card. Okay, card. Alafu ndani yake pia tutaandika heading 2 hapa. Hapa tutaandika somo la leo, funga hivi, alafu naandika HTML layout. Tupo pamoja? Na kuja kurefresh ukurasa wangu hapa, nitaona kipi ambacho kinajitokeza, somo la leo HTML layout. Baada ya hapo vuta hapa, tuweke sawa, piga hapa, naweka paragraph nyingine. Paragraph hii pia kwa sababu ya muda tayari nimeshaiandaa hapa chini, na kuja kukopi mimi, baadaye naenda kupesti katika sehemu yangu hapa. Okay. Haya, naweka sawa kwanza maandishi hapa. Okay, sawa. Nadhani tupo pamoja. Okay, sawa hapa. Haya, twende katika browser tuone vipi. Tukija katika browser hapa, tuna refresh page, tunaona HTML layout inatusaidia kugawa ukurasa wa website katika sehemu kama vile header, navigation, content, sidebar na footer. Okay. Baada ya hapo sasa tunaenda katika kipengele chengine ambacho ni kipengele cha styling au kipengele cha CSS. Okay?
Kwa hiyo hapa nitaandika main, alafu nitafungua mabano. Ndani ya mabano nitaandika display. Nataka display vipi? Iwe flex. Okay, flex. Okay, baada ya hapo nitaandika gap au gap. Gap iwe 20 pixel. Tuje katika browser tuone kinachotokea ni nini kwanza. Tuje katika browser, hivyo ndivyo inavyokuwa. Okay, baada ya gap tutaandika kitu kingine padding. Padding nataka iwe 25 pixel. 25 pixel. Okay, na kuja kurefresh hapa kuona kipi kinachotokea. Tunaona jinsi ambavyo inafanya kazi. Sawa sawa. Baada ya hapo nakuja kuandika max width. Max width, maximum width iwe 1100 pixel. Ukirefresh hapa utaona kipi ambacho kinatokea. Baada ya hapo nakuja kuandika kitu chengine ambacho kinaitwa margin. Margin hii nataka iwe ni auto pamoja. Baada ya hapo nafunga kama nafungua bano jingine hapa, naandika section. Okay, section, fungua mabano haya. Baadaye naandika flex. Flex iwe ngapi? Flex iwe 3. Kija hapa ku refresh page utaona ni nini ambacho kinatokea. Baada ya hapo nakuja katika sehemu nyingine sasa, nakuja kudeal na card. Kumbuka card unaanza na dot. Kwa dot andika card. Hii ni class. Kwa hiyo class siku zote unapopeleka katika styling unaanza na dot. Kwa umeanza dot na card, na hivyo mabano yangu ndani yake naandika background. Background nataka iwe white. Background iwe white. Chini yake background naandika kitu kingine, padding iwe 20. Padding iwe 20 pixel. Okay, haya, kingine ni margin bottom. Kwanza tu refresh page huko, tusiwe tunaandika tu. Refresh page tutaona jinsi ambavyo inabadilika. Okay, okay, sawa. Baada hapo tunakuja na margin bottom. Margin bottom hapa. Margin bottom hiyo nataka iwe 20 pixel. Iwe 20 pixel. Na kuja kwenye kurefresh page yangu hapa, nitaona kipi ambacho kinakuwa kinatokea. Nadhani tuko pamoja. Okay, baada ya hapo nakuja kuweka kitu chengine. Kitu chengine ni nini? Border radius. Border radius nataka iwe 6 pixel. 6 pixel. Na kuja kurefresh page yangu, naona kipi ambacho kinajitokeza. Okay, baada ya hapo nakuja kuangalia kitu chengine ambacho kinaitwa box shadow. Nakumbuka box shadow hii nataka iwe 0, halafu 2 pixel, halafu 8 pixel, halafu RGB. Huu ni mfumo wa rangi. Kama ulikosa video hii, angalia video zilizopita. Kwa hiyo hapa nitaandika 0. Okay, sorry. Okay, hapa nitaandika 0, alafu hapa napo 0, alafu hapo napo 0, alafu mwisho kabisa nitaandika 0.08. Tuangalie kipi kinachotokea. Tukirefresh ukurasa wetu tutaona kuna kiza fulani ambacho ndo box shadow imejitokeza. Okay, baada ya hapo sasa tunakuja kuangalia kitu chengine. Sasa ni button. Tunakwenda kutengeneza hii link yetu hii, tunaenda kuistyle sasa. Hii hapa iwe ni button. Tupo pamoja? Okay, sasa tutakuja hapa. Kumbuka kwamba btn nayo tumeitengeneza kama ni class, lazima tuanze na dot. Unaanza na dot btn kama kawaida, unafungua mabano haya. Ndani ya mabano haya tutaandika sasa display iwe vipi? Display yangu
nataka iwe inline block hapa. Okay, alafu kitu kingine ninachokitaka ni margin top iwe ngapi? Margin top nataka iwe 10 pixel hiyo hapo. Nikija kurefresh ukurasa wangu naona jinsi gani ambapo inatokea. Okay, baada ya hapo nakuja kuangalia kitu kingine, nataka padding. Okay, padding iwe 10 pixel, alafu 15 pixel, tuko pamoja? Okay, tukuje kurefresh ukurasa wetu hapa kwanza tuone kipi ambacho kinatokea. Umeona eh? Okay, sasa baada ya hapo tunakuja kuangalia kitu kingine ni background. Nataka ile rangi ya nyuma ile button iwe vipi? Mimi nataka iwe alama ya reli 0 hapa 4D68 hapa. Nikija katika ukurasa wa website ku refresh page, naona kinachotokea, rangi imebadilika. Okay, tupo pamoja? Sasa kingine ambacho tutakiangalia au tutakitengeneza ni kuondosha hizi pembe hizi. Hii button na hizi pembe zimekuwa kali, kwa hiyo tutaiondosha. Tutaandika ambapo hapo tutatumia border radius. Okay, border radius itakuwa vipi? Border radius nataka leo iwe 4 pixel. Nikirefresh mimi page yangu hapa nitaona kipi kinachotokea. Unaona umeondoka, zile ncha zimekuwa kama viduara fulani. Okay, kitu kingine ambacho nataka kukiangalia au kukitengeneza ni color, rangi ya yale maandishi. Color nataka iwe white, maandishi yangu yawe meupe. Okay, kija hapa katika ukurasa ku refresh naona maandishi yamebadilika. Sasa naenda kuondoa mstari hapa, underline. Jinsi ya kuondoa, unakuja hapa moja kwa moja unaandika text decoration. Nataka iwe vipi? Iwe none, pawe hapana chochote. Okay, kwa hiyo nikija ku refresh page hapa moja kwa moja naona maandishi yameondokewa na ule mstari. Okay, baada ya hapo sasa tunaenda kuangalia kitu chengine. Ni kitu gani? Tunaangalia hovering. Nikiweka kasa juu ya button ya iwe vipi? Kwa nitaandika hapa pia .btn halafu nitaweka hover hapa, hover iwe vipi? Fungua mabano hapa, nasema background, yani nikihover iwe vipi? Iwe rangi gani? Kwa nitaandika hapa background. Okay, hapa background nitaandika iwe vipi? Iwe alama ya reli hiyo hapo 88395. Okay, hapo nakuja ku refresh hapa. Okay, nikihover maana yake nikiweka ikasa katika hii button inabadilika, inakuja ile rangi ambayo nimeweka kule katika hovering. Okay, asante sana. Kama umejifunza chochote kupitia video hii, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante sana, tukutane katika video inayofuata. Bye.